Tena kwenda kule vitu vya kina mjomba hivi. Kwa na ndoto za kurejea pia niliona ndio alichosema kurejea. Kwa jamaa alikuwa anataka kurudi. Morning Express. Sasa mjomba turejee sasa hapa Tanzania. Sawa. Bongo. Dar es Salaam pia. Somba tukienda na kwingineko. Rais Samia Suluhu Hassan bwana amelipongeza kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT bwana kwa wazo la kujenga kituo kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, na akaeleza kuwa huo ndio utumishi wa dini unavyotaka. Jana bwana alihudhuria kwenye hiyo hafla maalum kabisa na amezungumza mengi hiyo jana tarehe 5 hapa Dar es Salaam wakati wa harambee ambao umeandaliwa kanisa hilo bwana kwa ajili ya kuchangisha fedha zitakazotumika kujenga kituo hicho eneo la Kitopeni wilayani Bagamoyo. Jana amezungumza mengi. Moja jambo ambalo amezungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwapongeza ni hili hapa. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Morning Express. Najua miongoni mwa miradi ambayo sisi ambao tunasali KKKT tunashiriki moja kwa moja ni huu wa Kitopeni. Kwa kila Jumapili kwa wengine kupata fursa pia kwenda kuona. Kuna tour mbalimbali za waumini, watu kwenda kuona ili wakirudi tuhamasishane vizuri. Kwa hiyo safi kuona pia Mheshimiwa Rais na yeye ametia mkono wake na kupongeza, basi kanisa limefanikiwa. Sasa kuchambua ndio utumishi. Nataka kuchambua zaidi. Hapana. Hiyo ndio utumishi wenyewe. Mimi nimekuuliza swali. Mambo ya Mungu. Unataka kuchambua zaidi. Yaani umekaa kuna namna yani. Amekaa kimkakati sana. Kuna namna sitaki kuongea sana yani. Sawa, sasa bwana, wakati huo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Abed Chalamila yeye ameitaka serikali bwana kuwa na utaratibu wa kuzifuatilia taasisi za dini ili zisitoe mahubiri yanayoweza kupotosha taifa. Hapa mjomba unaweza kuchambua kidogo. Tumsikilize mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Bwana kaitaka serikali. Kwenye nadharia za kimungu, kiongozi wa dini unaposikia jambo lote lile linazungumzwa mahali, kabla hujalizungumza, kabla hujawa na arguments zako, kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics ni methodology ambayo inatumika kufanya interpretation ya jambo lolote, whether ni text ama kitu chochote, kulingana na mazingira, context, audience, hadhi ya watu na kadhalika. Halafu ndipo uhitimishe kwamba jambo hili lina maana gani. Mheshimiwa Rais, naomba tena nirudie leo kwamba kwa kuwa mwanadamu amepewa sifa hizo, jipe moyo kwamba hizo ni sifa tu za mwanadamu, lakini kamwe wewe baki katika mstari ambao sisi kama raia wa Tanzania tunakuelewa, tunatii yale ambayo unayaelekeza, na tutaendelea kuwa viongozi watiifu, lakini ambaye tunamwamini Mungu kama wengine pia wanavyomwamini Mungu. Naomba pia tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Morning Express. Mjomba, unabidi kuwa na
Immanutrix muhimu sana. Mchambuzi wa masuala ya Immanutrix niko hapa. Ni msisitizo lakini ameka kipasta. Unaogopa kuzungumza na mimi leo? Kunioji mambo ya msingi. Leo mimi sitaki kukuoji kabisa. Kwa sababu unajua ndio kuchokoza. Naona kama mpo na mkurugenzi wa kampuni. Hapana, bado ni mimi. Haya, ulikuwa unasema kwamba ni msisitizo muhimu. Kuuliza maswali, ulizeni. Leo mbona ulizi mchungu vipi? Haya, mtaalamu wa Immanutrix. Hapana, ni msisitizo wa mwendelezo yale ya kufanya nini? Kutumia dini bila kuchonganisha. Kwenye mahubiri. Mnachokihubiri ndio wanachokisisitizia bila kuchonganisha jamii. Lakini imekuwa kila siku. Sasa nyie ambao mmesikiliza yale ya jana mkaunganisha ni yenu, lakini msisitizo ni ule ule. Dini itumike kuwaunganisha watu, sio kuwatenganisha watu. Na tuangalie mahubiri. Si ndio? Mwalimu alisema hivi kwenye kitabu chake. Naona sasa hivi kikalili sasa. Hicho kitabu kinaitwa Binadamu na Maendeleo. Kuna hotuba nyingi mle ndani. Lakini moja ya hotuba nasema kanisa na maisha ya watu. Kanisa na maisha ya watu. Mwalimu Nyerere anasema kanisa lina wajibu wa msingi wa kushughulikia maisha ya watu, ikiwemo kutoa huduma za kijamii, kufundisha maadili, kuonya jamii, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na mustakabali mwema katika taifa. Na mwalimu akaenda mbali zaidi, alikuwa ametumia symbolism ya kanisa, lakini ukisoma ile hotuba yake anazungumzia nafasi ya dini katika jamii kama msingi wa kuweza kutengeneza mustakabali bora wa kijamii. Kwa hiyo viongozi wa dini kwa kweli wana nafasi ya msingi tazama katika taifa, katika kujenga, kustawisha, hata kuonya mambo fulani katika jamii. Kwa hiyo ukitazama miradi ambayo imekuwa ikifanyika na viongozi wa dini kwa kweli ya afya, hospitali, elimu, imekuwa ikisaidia serikali katika namna moja namna nyingine. Kwa hiyo kuna huo uhusiano mkubwa kati ya namna gani viongozi wa dini wanavyokuwa responsible dhidi ya maisha ya watu kabisa. Kwa hiyo sasa kama wakiwa responsible kwa namna hiyo, wakitoa hayo ambayo mchungu umeyachambua vizuri, kwa pia si mbaya wakiingia kwenye upande mwingine upande mwingine upi pia. Simba akiingia kwenye upande mwingine kuna ambaye amenielewa wa siasa. Sio jambo, usitoe majibu. Kwa yani inaweza ikawa sio mbaya wakiingia kwenye upande wa hivi. Ndio. Sio mbaya. Kwa sababu wanaingia kwenye kunani maendeleo na nini. Kwa hiyo ikatokea labda siku na yenyewe umeelewa kile. Morning Express. Sawa bwana, tutazame taarifa nyingine sasa. Unajua wiki ya mazingira imeanza na anazungumzwa mengi sana kuhusiana na mazingira. Jana nilikuwa namshuhudia Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine Daktari